Mungu anakujua. Yesu mzee anakuona. Anasema jitenge na dunia. Anasema jitenge na dunia. Achana na machafuko. Achana na mabaya. Wengine ni viongozi. Wengine ni waumini. Wako makanisani. Walikuwa mitaani. Wachawi wanaloga. Lakini wako makanisani wanaloga waumini. Wako makanisani. Wamekaa kama malaika. Lakini wana chama chao. Wana kikundi chao. Wanalonga waumini kanisani. Lakini Baba mzee Yesu, siku ya leo, kama wewe uko kanisani, wewe ni kiongozi, wewe ni muumini, popote ulipo, matendo yako Bwana Yesu ameyaona. Tabia yako Bwana Yesu ameiona. Mwenendo wako Bwana Yesu ameona. Ndio maana anafunulia mjumbe wake, mtumishi wake mjumbe, ili upate kuachana na hiyo tabia yako, ili upate kuachana na hiyo matendo yako, ili upate kuachana na hiyo mambo yako. Umekaa kanisa kama mtakatifu, hata kuomba kwako kama mtakatifu. Hebu angalia matendo yako na ulivyo. Haya maombi haya na matendo yako yanaendana. Ujiza zaoni unayemtaja kwenye kinywa chako na tabia yako inaendana. Hata kama usemi amina. Amina. Haleluya. Amen. Chunguza mwenendo wako. Unapoishi. Chunguza tabia yako. Unavyoishi. Chunguza kutembea kwako. Unavyoishi. Chunguza kuvaa kwako. Unavyoishi. Je, unaendana na imani uliyoamini ya Jesus only? Unaendana na imani uliyoamini ya Jesus only? Amina. Ukikaa kanisani, ukimwomba unasema haleluya. Lakini kuna vijimambo vimejificha unavyofanya vya pembeni, unavyofanya vya siri. Wewe unasema Yesu Kristo ndiye Yehova kuoni. Yesu Kristo ndiye Yehova ambaye Jesus only. Yeye anatazama pande zote. Yeye anajua kila kitu. Anatambua hata leo ulipoamka. Anatambua hata ulipotembea barabarani kuja kanisani. Amekuona kila kitu. Kujitenga na mambo ya dunia.